Sana TV. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نستعينه ونحمدك اللهم ونستعينك ونسترشدك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اختار لنا كتابا منزل على سيد الخلق أجمعين وجعله هداية ورشدا للعالمين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفوة الخلق والمخصوص بالخلق العظيم فوصفه الله في كتابه وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه الذين سلكوا نهجه واختفوا أثره وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Ndugu zangu katika iman, katika Masjid Dawil, leo ni tarehe 19 mwezi wa 11 kama nitakuwa sijasahau 2025. Leo tunazungumzia mada ambayo ni nzito sana, lakini ni mada ya kihistoria. Tukio la hatari sana na zito lililowahi kutokea katika ulimwengu wa Kiislamu. Ndugu zangu katika imani, maadui wa Uislamu, wasioupenda Uislamu na wanaouchukia Uislamu duniani kote, tangu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam walikuwa hawamtaki. Wakafanya kila mbinu makafiri wa Quraysh na vizazi vyao ili wapate kumuua Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akawa amemlinda, kiasi ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na walinzi. Hudhaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhuma pamoja na Sa'd, hawa walikuwa ni walinzi wake, mpaka pale Mwenyezi Mungu alipomteremshia aya kumuondolea hofu. Sasa upo chini ya ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katika Qur'an, katika surat Ali Imran, anasema ha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum, nyinyi mnawapenda hao makafiri, wao hawakupendeni. Hii ni Qur'an. Katika aya nyingine Allah akasema wama tukhfi suduruhum akbar, chuki yao dhidi ya Uislamu na Waislamu inayofichwa katika vifua vyao ni nzito sana, ni kubwa. Wama tukhfi suduruhum akbar, yani chuki ambazo wanazozificha katika vifua vyao ni kubwa sana kuliko hizi wanazozionesha. Hawataki Waislamu na hawataki Waislamu na wanawachukia Waislamu. Wamewakosea nini? Sasa sikiliza tukio zito sana. Walitumwa makafiri kutoka Roma. Ilikuwa ni mwaka 557. Ilikuwa mwaka 557 Hijria, sawa na mwaka 433 miladi. Kisa hiki kimesimuliwa na wanachuoni, sababu ni tukio sio la kutengenezwa, sio la kuzuliwa. Ni tukio lipo. Kitabu ninachokirejea hapa ni kitabu kinachoitwa Ad-Durru Thaminu
fi maalim dari rasul al-amin. Mwandishi wa kitabu hiki ni Ghali Muhammad al-Amin ash-Shinqiti. Huyu anatoka katika kizazi cha mwanachuoni mkubwa Sheikh Shinqiti rahimahullah. Kitabu hiki chapa yake ya mwanzo imechapishwa mwaka 1900, chapa yake ya tatu imechapishwa mwaka 1991, ambayo ilikuwa ni sawa na mwaka 1411. Wakati huo kinachapishwa hicho kitabu, mimi ninasoma Madina mwaka wa kwanza, na ndipo nilipokinunua. Kitabu chenyewe kimekuwa cheusi hivi sasa. Sasa shekhe anasema ahdathun khatiratun, matukio ya hatari. Matukio ya hatari. Anasema laqad taraka an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, mtume aliacha kulindwa, aliwaambia msinilinde tena, fi hayatihi, katika uhai wake. Iliposhuka aya wallahu ya'simuka minan nas, Allah atakulinda kutokana na fitna za watu. Allah atakulinda kutokana na fitna za watu. Ukirejea, nimerejea katika suratul Maida ambayo ni sura ya 5 aya ya 67. Allah anasema ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbika wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi inna Allaha la yahdi alqawmal kafirin. Sura ya 5 Quran aya ya 67. Ya ayyuhar rasul, wewe mtume, ewe mtume Muhammad, balligh ma, fikisha ujumbe ambao, fikisha ujumbe kwamba wewe ni mtume wa Mungu na umetumwa na Mungu. Unayoyasema sio yako, na hayo unayoyasema ni Mungu amekuteremshia kupitia Jibril. Ma unzila ilayka, fikisha hayo uliyoteremshiwa. Allah akakutoka kwa Mola wako. Allah akasema wa in lam taf'al, kama hutofikisha ujumbe huo, fama ballaghta risalatahu, utakuwa hujafikisha ujumbe wake. Wa in lam taf'al, ukihofia kwamba nikiwaambia watanichukia, si wataanza kunizomea, utakuwa bado hujafikisha ujumbe wake. Wallahu ya'simuka minan nas, Allah atakulinda kutokana na kero, chuki, uadui, vitimbi vya makafiri. Mufassiruna walipoitafsiri ya'simuka minan nas wakasema al-kafirun, Mwenyezi Mungu atakulinda na makafiri. Inna Allaha la yahdi al-qawma al-kafirin, hakika Allah hawaongozi makafiri wapate kujua ukweli na wapate kuwa na moyo mzuri wa kibinadamu. Tafsiri ya aya hii nikairejea katika tafsiri moja. Qala al-Imam Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Farra al-Baghawi al-Shafi'i rahimahullah, amezaliwa mwaka 433 Hijiria na amefariki mwaka 516 Hijiria. Kuna tafsiri yake inaitwa Tafsirul Baghawi, akaitafsiri aya fa in wa in lam taf'al, yani fa in akhfaita minhu shay'a, ikiwa utaficha chochote katika hiyo Qur'an, li khawfin yalhaquka, kwa kuhofia kwamba kuna hofu, madhara yatakupata, fama ballaghta risalatahu, utakuwa bado hujafikisha ujumbe wako. Unarejea tafsiri ya Imam al-Baghawi inayoitwa Maalim Tanzil, volume au juzuu ya pili, ukurasa wa 42. Ni chapa ya 4 ya mwaka 1443 sawa na mwaka 2022. Hiyo ni tafsiri ya Imam al-Baghawi, akaitafsiri hii aya. Nikaenda katika tafsiri nyingine ambayo inaitwa Mafatihul Ghaib. Katika kuitafsiri wa in lam taf'al, wa in lam taf'al, yani ikiwa hutofikisha. Qala al-Imam Fakhruddin Muhammad ibn Umar ibn al-Husayn ibn al-Hasan ibn Ali at-Tamimi al-Bakri al-Razi al-Shafi'i
rahimahullah amezaliwa mwaka 544, amefariki mwaka 604 Hijria. Akaitafsiri hii aya, wa in lam taf'al ay wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Hiyo ni aya. Akasema maanahu fa in lam tuballigh risalatahu fama ballaghta risalatahu, ikiwa hutofikisha ujumbe wa Allah basi utakuwa bado umechelewa kufikisha ujumbe wake. Hii ni tafsiri inaitwa At-Tafsirul Kabir au Mafatihul Ghaib, juzuu ya 6 ukurasa wa 41. Chapa ndio nayo ndio fanyia muraja ni ya Darul Kutub Al-Ilmiya, ni chapa ya mwanzo mwaka 1411 Hijria sawa na mwaka 1990. Imechapishwa na Darul Kutub Al-Ilmiya na imechapishwa Beirut, Lebanon. Iliposhuka aya hii, wale masahaba waliokuwa wakimlinda Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akawaambia insarifu, ondokeni, faqad harsani Allahu, tayari Mwenyezi Mungu ananilinda. Masahaba wakaacha kumlinda, ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam hana ulinzi tena. Sasa sikiliza hichi kisa, watu walivyotaka kwenda kuiba mwili wa Mtume Madina. Anasema ma dhakarahu Zainuddin, ni kisa kimesimuliwa na huyu Imam Zainuddin Al-Maraghi na Sayyid As-Samhudi katika kitabu chake Wafa bi akhbar Dar al-Mustafa. Akasema min anna rajulaini minan nasara, sikilizeni vizuri, kuna watu wawili katika manasara kama hawa tulionao, arsalathuma Roma, walitumwa kutoka Roma. Na nisikia vizuri, arsalathuma Roma, kanisa la Roma liliwatuma hawa watu wawili, linaqli juthmani rasul ila Aurupa, ili kuhamisha mwili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufukua kaburi lake na kupeleka Ulaya. Hiyo ni mwaka 557 Hijria. Thumma dhahaba fi zayl al-maghariba, wale wa Roma ambao walikuwa wametoka Roma ni Wakristo, wakawa wamevaa nguo za Kimoroko. Kuna kanzu ambazo huwa mnapenda kuzivaa, ni kanzu lakini huku nyuma inakuwa kama ina kijikofia kofia. Mara nyingi sharubaro wanapenda kuzivaa zile kanzu. Mila na desturi, nimesoma na wa Moroko Madina, mmoja katika wa Moroko nimesoma nao, ananiambia Khalid, ambia zile kanzu asili yake wanavaa wakulima wa tende. Inapofika msimu wa kuvuna tende, akishavuna anaweka huko, anaweka. Kwa hiyo inakuwa kama vile sehemu ya kubebea tende. Watu wa Kigoma wanasema kitunga au kigagara. Kwa hiyo huku tukivaa mtu anaonekana kama sharo, yani katoka mwanangu kistatus, kumbe ni kanzu za wakulima. Tumeelewana vizuri? Mmenielewa? Sikukatazi kuvaa, wewe vaa, ni vazi zuri. Sasa wale jamaa wametoka Roma, wametumwa kutoka Roma ili wauhamishe mwili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma dhahaba fi zayl maghariba, kisha wakawa wamekwenda Madina, wamevaa nguo za watu wa Moroko, hajina, wakionyesha alama kwamba wamekuja kuhiji na kumzuru Mtume. Thumma dhahaba ila al-Madina, kisha wakaelekea Madina, bid'awa, kwa kisingizio, annahuma yuridani ziyarata, kwamba wao wanataka kumzuru Mtume, wa talaba al-ilm, na kusoma elimu, wal ibada, na kufanya ibada Madina, muddat sana, kwamba watakaa pale Madina mwaka mmoja. Tumeelewana vizuri? Waislamu mnanielewa? Haya. Fanazala fi ridat au ribat inda babi salam, wakawa wamefikia karibu na mlango babu salam. Wakati ule ulikuwa unaitwa ribat babu salam. Anasema adraknahu, Sheikh huyu Ghali Shinqiti anasema mlango huu nimeukuta mpaka leo.
Ukienda Madina mpaka hapa nimekaa sasa hivi, mlango namba 1 Madina unaitwa Babu Salam. Mlango unaofuatia Khawhatu Siddiq namba 2. Alafu kuna namba 3 vile vile mlango wa Siddiq. Kwa nini mlango wa Abu Bakar? Kwa sababu nyumba yake Abu Bakar ilikuwa mlango wa barabarani unaelekea msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na mlango wa uwani ulikuwa unaelekea upande ule wa magharibi. Haya, wakawa wanaishi pale kama wanachuoni, kama masheikh wamekuja kusoma, kumbe walikuwa ni watu kutoka Roma. Subhanallah. Asema wa adhhara as-salah wal mudawamata ala as-salah, wakaonesha kwamba wao ni watu wema, na wakawa sala za jamaa katika msikiti wa Mtume, kama kana yaqumani bil aqfi wal muwasati ala adh-dha'af wal fuqara, walikuwa watafuta watu wenye maisha magumu, wanawapa pesa, wanawalisha, wanawasaidia, sawa. Wa fi nafsi alwaqt, katika wakati huo fa amma kama kana yaquman, yani wakati huo qama bihafri sardab au sirdab, wakaanza kuchimba handaki usiku. Pale walipofikia wakawa wanachimba handaki kwenye chumba chake, wakawa wanachimba tahta al-ard, lile handaki usiku linakwenda chini ya ardhi. Wakana yahfurani bil-layl, walikuwa wanachimba usiku, wayahmilani turaba al-hufar, na wanabeba ule mchanga wa yale lile handaki, fi ridaaihima, katika zile kanzu zao, bil-layli, usiku, wayadhhabani ila al-baqi'i, wanakwenda pale Baqi'i, bid'awa ziyarata, wanasingizia wanakwenda kuwazuru maswahaba. Mnanielewa Islam? Wanasingizia kwenda kwamba wanakwenda kuwazuru masahaba. Faisubani turaba hunaka, wanafika kule usiku wanamwaga, wasema watu wema hao bwana, mpaka usiku wanaotembelea masahaba, salamu alaikum ya ahli alqubur, wanaotembelea saa 8 usiku, kumbe ni mchanga wamechimba. Wa ala marri alayam, siku zikaendelea hivyo, adkhala as-sirdab, mpaka lile handaki, lile shimo wakawa wameliendeleza, min tahti jidari al-masjid an-nabawi, mpaka likafika kwenye ukuta wa msikiti wa Mtume chini yake. Al-qibali, upande wa qibla. Tungekuwa tupo pale Madina ningekuelekeza, sababu mimi nimesoma pale miaka 4 na tumeelekezwa na walimu wetu. Mwaka 91 kabla hatujaingia darasani tulitembea rihlatun ta'limiyya tours, yani ni ziara, yani ni safari ya kitaaluma. Ningekuonyesha walichimba wapi, hata wasala ila almakan alladhi yaqifu fihi az-zairuna al-yawm, walichimba wale jamaa mpaka wakafikia pahala ambapo leo wale wanaokwenda kumsalimia Mtume sallallahu alaihi wasallam, lile handaki lilikuwa limeshafika pale, na maana imebakia kidogo kufika kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Pahala ambapo unapoona, ukitaka kuangalia, ukiwa na kingamuzi cha mzee Bakhresa hafidhahullah wa barakallahu lahu fi umrihi wa amwali, mtu wa kwanza kutuonyesha live Maka na Madina masaa 24 Qur'ani inasomwa kupitia Azam TV, masaa 24 hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallama zinasomwa, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasai, Ibn Majah, Abu Daud, vitabu vingine Musnad Ahmad na vitabu vingine, na mashekhe wanatoa darasa mbalimbali, sawa. Kwa hiyo pale ambapo watu wanaposimama wakasema assalamu alayka ya Rasulullah, walikuwa wameshafika chini pale wanajimba. Sasa walipofika pale, fa inda dhalika, walipofika pale Madina hakuna anayewajua, wanaonekana ni watu wa kutoa sadaka, watu wa kuwasaidia watu wa nini, kama leo wanavyojifanya hao
wanaojifanya ati ni watu wanaotaka kwamba wanatoa matamko. Ni watu wanatoa matamko, lakini nyoyo zao ni chafu kuliko nguruwe. Chukua hiyo. La'anahumullah aynama kanu. La'anahumullah aynama kanu. La'anahumullah aynama kanu. Hii ni mimi kama mimi. Kwa sababu mtu ambaye anayesababisha fitna kati ya watu, wakagombana, wakadhuriliana, wakaharibiana mali, huyu ni mtu mal'un, alaaniwe kama Ibilisi. Sasa wale jamaa wakajionyesha kwamba ni watu wema, wanataka haki, kwamba wanatoa msaada. Sasa baada ya hapo, fa inda dhalika ra'a sultanu as-salih Nuruddin Zanki, kuna mwanachuoni mmoja alioteshwa ndoto akiwa nje ya Madina. Ra'a Rasulullah fil manam, alimuona mtume usingizini. Wa arahu wajha rajulaini, yule bana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjia usingizini, akamwambia, unawaona hao wazungu wawili? Unawaona? Waqala lahu, Mtume akamwambia, hadhani yahfurani bitijahi qabri, wanachimba shimo kuja upande wa kaburi langu. Yuridani su'an, wanataka kufanya uovu kwenye kaburi langu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man raani fil manami, atakaye niona usingizini, faqad raani haqqa, hakika ameniona ukweli. Fa inna shaytana, hakika shaytan la yatamathalu bi, shaytani hawezi kujifananisha na mtume sallallahu alaihi wasallam. Shaytani anaweza akajifananisha na Google, anaweza akajifananisha na Big Punish, watu wa bongo flavor, wa hip hop, vigoma vya Uruguay. Ibilisi anaweza akajifananisha nao, lakini kwa Rasulullah Ibilisi hana njia. Sasa mtume akamwambia, hao bana wanachimba shimo handaki, wanataka kuja kuchukua, wanichukue mimi, wanifanyie ubaya. Mtume yupo hai, ndugu zangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sallama alayya, atakayenitolea salamu alayka ya Rasulullah, radda Allahu ilayya ruhi, Allah ananirejea roho yangu mimi Mtume Muhammad, hata arudda alayhi salam, paka nimrejeshe salamu popote pale utakapokuwa. Salamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Mtume tayari yupo hai, anaitikia salamu, wa alaykumus salam. Hadha huwa Muhammad. Basi yule mwanachuoni alipooteshwa namna hii, akaonyeshwa zile nyuso za wale wawili, fafahima Nuruddin Zanki, Nuruddin akawa ameshajua anna dhalika amru min ar-rasul, kwamba hayo ni maelekezo kutoka kwa mtume, bilqada'i alayhima, kwamba hawa jamaa wakamatwe, wapate kuchukuliwa hatua. Wa min al-ma'lumi, inajulikana anna ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume, man ra'ahu fil manami, Muislamu mwanamke mwanamume akijaliwa akamuona Mtume Muhammad kwamba mimi ni mtume, akajitambulisha mimi ni Mtume Muhammad, faqad ra'ahu haqqan, hakika amemuona kweli Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lianna shaytana, kwa sababu shaytan la yatamathalu bihi, hawezi kujifananisha na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Faqama Nuruddin Zanki, Nuruddin alipoota ile ndoto, fazi'an, akawa kama ameingiwa na hofu, wasiwasi. Wa dhakara Allah, akamtaja Mwenyezi Mungu. Waislamu tumefundishwa, unapoota ndoto ambayo labda inakutia wasiwasi, ni ndoto njema, mtaje Mwenyezi Mungu subhanahu. Wasta'adha minash shaitanir rajim, akasema a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Thumma nama, akalala mara ya pili. Fa'awadatuhu ar-ru'ya, ile ndoto ile mtume akamrudia, bwana, hawa watu wawili hawa wameshachimba kaburi, wanachimba kaburi ni mwangu, wanataka kuja kufika huko kufanya ubaya. Wa baada ar-ru'ya thalitha, baada ya kuota mara tatu, hapo alikuwa nakaa yuko nje ya Madina,
sababu ikulu wakati huo makao makuu yalikuwa nje ya Madina. Baada ya kuoteshwa mara 3, istadaa wazirahu alladhi kana yafiqu fihi, akamuita waziri wake alikuwa wa karibu sana anamwamini, akamwambia njoo tuonane na mazungumzo. Wa huwa ar-rajulu salih, katika mawaziri wake wale alikuwa ni waziri mwema, anaitwa nani? Jamaluddin al-Mawsili. Al-Mawsili akamwambia tuonane. Walipoonana, waqassa alayhi ma raahu, akamsimulia nimeota mara ya kwanza. Mtume ananiambia kuna watu hawa wawili na amenionyesha nyuso zao. Mara ya pili amenionyesha wale wale, mara ya 3 amenionyesha wale wale. Wa muawadatu ar-ru'ya 3 marrat, akamwambia hii ndoto nimeota mara 3. Wastaktamtuhu, na nikawa nimeficha. Sawa. Fa ashara alwazir, yule waziri akamwambia bil khuruj fawran ila almadinati almunawwara, akamwambia tuondoke haraka twende zetu Madina, tusikae tena hapa, twende tukamwahi mtume, hawa wasifanye uovu wao jamaa kutoka Roma. Fa aadda sultan, yule kiongozi kama vile mfalme au rais akawa ameandaa msafara, rawahila khafifa, msafara mwepesi. Wastashaba 20 min rijali, akawa amefatana na watu wa ikulu na watu wake wa usalama 20. Yawman abara khilalaha Suria wal Urdun wa shimali al-jazira al-arabiyya hata al-Madina. Alipitia Syria, akatoka Syria akaingia Jordan, kutoka Jordan akaingia Madina. Ni safari ambayo ni ya mwezi mzima. Sasa alipofika pale, fadakhala al-masjid al-nabawi, akawa amefika katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam baada an tatahhara, baada kuwa ameoga na kutawadha. Wasalla fihi rak'atayn, na akasali rak'a 2 fi rawda, katika rawdatu sharifa. Mtume anasema ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna, kati ya nyumbani kwangu kwa mkewe mdogo bibi Aisha na mimbari yangu ni kiwanja katika viwanja vya peponi. Yule bwana mheshimiwa rais wakati ule akaenda akaswali pale rawda rak'a 2, thumma zara qabla rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kisha akaenda akamsalimia mtume, salamu alayka ya rasulullah wa sahibaihi, na wale masahaba wake wawili waliozikwa pamoja, Abu Bakar na Umar radhiyallahu anhuma. Thumma jalasa fil masjid, kisha yule bwana kiongozi wa nchi amekaa msikitini, yani amepatwa kama na kitu kuchanganyikiwa. Fashtama alayhi ahlul Madina, wenyeji wa Madina wakakusanyika. Wakati huo Madina kijimji kidogo sana. Fashtama alayhi ahlul Madina, watu wa Madina wakakusanyika pale. Ma alladhina ma zalu ala marri zaman min al-akhyar wal ulama, walikuwa bado ni katika watu wanapenda kukaa na watu wema. Akakaa pale, alipokaa nao pale, fa akhbara alwazir, yule waziri aliyokuwa naye akatoa tangazo pale msikitini, akamwambia ya ahla almadina, enyi watu wa Madina, inna sultana jaa zairan, huyu kiongozi rais amekuja hapa kuwatembelea, kuwajulia hali wananchi. Wa anna ma'ahu amwalan, lakini amekuja na pesa, yuridu tasadduqa biha ala ahli almadina, anataka kuwagawia hizi pesa wenyeji wa Madina. Wa kanat tilka adatu almuluki wassalatin min almuslimin, ilikuwa hiyo ni tabia ya viongozi wa Kiislamu, walikuwa na kawaida ya kugawa pesa kwa wananchi. Akawaambia sasa, faktubu lahu jami'a man fil madina minan nas, naomba mniandikie majina ya watu wote hapa Madina nzima, niandikieni majina. Fakatabu lahu ahlul madina jami'a, wakawa wamemwandikia. Fakatabu lahu ahlul madina jami'a, wakamwandikia majina ya watu wa Madina yote yapo kwenye, kila mtu apate mzigo. Walamma ja'u ila sultan, walipofika pale msikitini, faja'ala yu'ti likulli wahidin nasibahu, akawa anambia njoo wewe ndio Muhammad Sultan, njoo chukua, anampa, anamtazama
wayataamal fil akhidh jayidan, anamtazama yule anayechukua, anamtazama vizuri sana, la'allahu yara, huenda atamuona ama atawaona wale jamaa aliyooteshwa. La'alla yara tilka alwujuh allati raaha au arahu rasul sallallahu alayhi wasallam, huenda ataziona zile nyuso ambazo mtume alimuotesha katika ndoto. Hatta intaha ahlul madina jamia, wenyeji wa Madina wote wakapata pesa. Falam yaraha, hakumuona mtu katika wale watu wawili wale hakumuona hata mmoja katika wale waliokuja kuchukua pesa. Faqala sultan, kiongozi akauliza, ya ahla Madina, enyi wananchi wa Madina, tafaqadu, ebu chunguzeni, hatta la yabqa ahadun lam ya'khudh nasibahu, asibakie mtu hapa ambaye hajapata pesa yake. Faqalu lam yabqa ahadun, mfalme, hakuna aliyobakia, illa rajulani maghribiyan min al-Andalus, isipokuwa kuna watu wawili tu kutoka Morocco hawajaja. Min tullab al-ilmi, hawa ni katika wanafunzi wamekuja kusoma, hao ndio hawajaja. Talama qaddama al-auna wal-aqfa li fuqara al-Madina, mara nyingi sana wamekuwa wakitoa msaada, chakula, pesa, vitu gani kwa wenyeji wa Madina na wale wasiojiweza. Kama innahuma muwadhibani ala salati fil masjid an-nabawi, hawa jamaa swala zao zote wanaswali katika msikiti wa mtume. Wawili hao. Tumeelewana vizuri? Tumeelewana vizuri? Na ndio maana kuna wengine wanakuja kuswali msikitini wezi wa viatu. Iwe imeenda ajenda hiyo. Mtu anatoka kishapigwa viatu. Lakini tumeswali naye. Siku moja tumeswali msikiti pale Manyema, Maghrib. Tupo katika rukuu. Imamu anasema Samia Allahu liman hamida. Basi nisikia huku nyuma wanapiga mwisi huyo. Si unajua watu siku hizi wakitembea wanatembea na mabegi haya. Anaweka pale. Sasa yeye nadhani msikitini kuna maswahaba. Huwa anawaambia jamani, maswahaba washakufa, swali na begi lako. Tumeelewana vizuri? Swali na begi lako, hata kama wale mnauza alkasus, sawa? Au wale ambao ndugu zetu wanataka kutafuta riziki zao, wanakuwa wanatembea na nguo nini. Weka nguo zako zile pale, swali pembeni. Akisigusa tu mwanangu, unaacha swala unaye. Hapo. Yaani ukitoka naye kwenye sijida tu unampiga kichwa kama vile unafunga goli. Na kichwa ukipigwa na mtu aliyetoka kwenye sijida kama hajakuondoa akhera. Maana kina malaika wako humo. Hebu fikiria uovu uliokuwa mkubwa, mtu mpaka anakwenda kuiba koki za msikitini. Mmepata kusikia ibilisi anaiba chooni? Ibilisi anaiba chooni? Hivi koki za msikitini anaiba nani? Naona mmekauka. Sawa. Sasa wakasema watu wawili wa magharibi ndio hawajaja, ni watu wa msaada, hawa jamaa salatul jamaa katika Masjidul Nabawi. Wakasema innahuma ghaniyani, hawa jamaa ni matajiri, laysat bihima hajatu, hawana shida ya kuja kupewa hela hapa. Tumeelewana? Fa amara sultanu biihdarihima bilquwa, kiongozi wa nchi akasema sasa hivi nawataka waletwe. Kama mheshimiwa rais anasema hawa waliowafanyia hivi wananchi, naomba watu wa usalama waleteni hapa. Si mnamkumbuka Mwamba aliondoka yule. Watu wakizingua, unamjua alikuwa anasingua mbele ya watu. Mnakumbuka Mwamba? JPM, mnamjua? Kuna mtu alikuwa anatoa tamko? Na kuulizeni, wakati wa JPM kuna mtu alitoa tamko? Na si alisema mimi sitaki kujaribiwa? Mnakumbuka? Sawa. Na siku ile mheshimiwa JK, Allah muhifadhi, ampe afya njema na ampe na umri, maana yake anakuwa anatukana maskini, wanamuombea kwamba ajali imepata gari yake sijui nini. Badala ya kufanyia mnamwombea mwenzenu. Sasa siku ile JK alipokuwa anamtambulisha, mmeuona Mwamba? Chuma hicho, mimi nasafiri sana. Na cheka. Mwamba, akaja Mwamba kweli mwanangu.
Yani hawa wote wanaotoa matamko, hawa maaskofu wa kanisani walikwenda chooni kuharisha. Kweli si kweli? Swali lingine, si alihamisha makao makuu kupeleka Dodoma? Kweli si kweli? Mzee Nyerere hakuhamisha, pamoja na kuwa ndio muasisi. Mzee Mwinyi hakuhamisha, Mzee Mkapa hakuhamisha, JK hakuhamisha, amehamisha yeye. Swali, ingelikuwa ni Muislamu, rais Muislamu ndio amehamisha makao makuu kupeleka Dodoma, mnasemaje? Kelele zingefika mpaka mbingu ya saba. Lakini mwamba amewahamisha watu kwa nguvu. Ukipenda usipopenda, mtakwenda kukaa kwenye mahema ya maturubali, wakakaa huko huko. Kuna mtu alicomment, maki mwamba yule ukifanya mchezo unakuta kwenye kiroba tu, kama miogo kutoka katika soko la Ilala. Sawa, amekuja mama mpole, hajahojiwa mtu hela yake, hajaulizwa mtu pesa hiyo umeipata wapi. Nchi ipo hivi, Kariakoo imejaa, Dar es Salaam imejaa. Kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Angalia mijumba inavyodondoshwa, lakini bado watu wanamuona mbaya. Kawakosea nini? Hawa viongozi hawa wana roho za ukewenza. Mimi nawaita ni wakewenza hawa. Maana wakewenza ndio tabia yao. Hataki mwenzake apate. Mwenzake akifanya vizuri asema hana lolote, ovyo, anamnyama. Basi ndivyo hawa viongozi wanaotoa matamko, hawa viongozi, hawa maaskofu hawa wana roho za ukewenza. Lakini one day kwa shari wanayoisababisha na kuitafuta, siku moja Mungu atawahukumu na tutawaonea huruma. Na si mbali Mungu atawaonesha. Allah, hawa ni watu wa shari. Ni watu wa shari na unawajua na kusudia shari. Sisi hatuna uwezo nao. Wewe ndio Mungu wa kweli uliowaumba na umewapa uwezo wa kuvaa zile kofia ndefu zile nyeupe. Allah shughulika nao. Tunakuacha nao. Utajua cha kuwafanya ili Watanzania tubakie salama. Wale mabwana wakaletwa. Walipoletwa pale, falamma wasala, walipofika pale, arafahuma, akawajua. Yule kiongozi alioteshwa ile ndoto akawajua. Lianna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu mtume arahu wajhaihima, alikuwa ameshamuotesha mara 3 kwenye ndoto. Fasalahuma, akawauliza wale jamaa, limadha lam ta'tiya fata'khudha nasibakuma, kwa nini hamjaja mkachukua haki yenu? Kwa nini hamjaja mkachukua haki yenu? Faqala, wakamjibu kiongozi mbele ya kadamnasi ya watu, indana minal mali ma yakfina, sisi tunayo pesa inatutosha. Fala hajata lana fi shay, sisi hatuna shida ya hiyo pesa. Faja'ala yas'aluhuma an halihima, akawa anawauliza hali zao za mazingira. Wa ahlul Madina, watu wa Madina, yutabi'una athanaa alayhima, wanaambia mheshimiwa mfalme, hao ni watu wema, watu wema, hao ni watu wema. Fa asarra ala annahuma maghribiyan, wakasema sisi ni watu wa magharibi, tumekuja hapa kufanya ibada. Jaa lilhaji waziyara, wamekuja wakitoka hapa kwenda kumzuru mtume, watakwenda kufanya na hija. Wafaddala aljulusa fi jiwari rasul, wakaona ni bora wakae karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam limuddat sana, kwamba sisi tutakaa Madina hapa kwa muda wa mwaka mmoja. Fadhahaba ma'ahuma, akauliza nyumba yenu ni wapi, mnakaa wapi? Wakamuelekeza. Fadhahaba ma'ahuma ila alhujrati, akaenda nao mpaka kwenye chumba walichokuwa nakaa, allati yaskunani fiha, ambacho wanaishi. Falam yara shay'a yuribuhu, alipofika katika chumba chao hakuona kitu kilichomtia shaka kwamba ni watu wabaya. Faja'ala yata'ajjabu fi nafsihi, akawa anashangaa, hivi ndio watu wenyewe ndio hawa, lakini mbona sioni athari yoyote? Wa ahlul Madina yataajabuna min tasarrufi, watu wa Madina wanamshangaa kiongozi, mheshimiwa huyu, mheshimiwa ana nini mfalme?
Hawa watu ni watu wema. Wala yaarifuna madha yuridu, lakini wao walikuwa hawajui anakusudia nini. Wa fil lahdhati al-akhira, pale pale chumbani, rafa hasiran, akanyanyua jamvi. Fil hujrat, katika kile chumba. Wa idha ghafla bifuwatin au bifuwahatin, akakuta kuna shimo, sirdab, kama vile handaki linakwenda. Fanadhara ilayhi, akatazama lile handaki. Wa adkhala ilayhi ahada, akamchukua katika moja watu wake wa usalama pale, akamwambia ingia kule. Wa idha huwa tawilun, akamwambia mheshimiwa mfalme, hili handaki ni refu sana, bitijahi almasjidi, linaelekea upande wa msikitini. Subhanallah. Bal adkhala sultan min tahti, sultani yeye mwenyewe akaingia chini. Fahina idhin, alipofika kule, hamida sultanullah, akasema alhamdulillah, alhamdulillah. Alikwenda kukuta mambo kule. Thumma dayaqa fil istijwabi ala rajulain, kisha akawabana. Kwa mfano, mtu anafanya uhalifu, kaiba nyumba ya mtu, kama kavunja mali za mtu, sawa? Kama wale ambao walihusika kuharibu mali za watu. Mnafahamu ndugu zangu, watu wamevunjiwa maduka yao. Kuna watu hivi sasa wanaanza maisha ya nasari, hawana kitu. Hebu fikiria, mtu anapokuwa muovu, kuna maduka wamekwenda wamevunja, mengine wamekwenda kuiba pempa. Mtu anaiba pedi za kike, anaondoka nazo pedi. Mungu jalie nao hao waliofanya hivi watoke hedhi. Mungu jalie wanamume walioiba hizi pedi watoke hedhi, watembee barabarani wanatoka hedhi, walipe. Wallahi wamewarudisha watu sifuri. Kweli si kweli? Yasikie kwa mwenzio, lakini kama yamempata ndugu yako, kuna watu ndio walikuwa familia zao zinakula hivyo. Hebu fikiria, vituo vya mafuta vimevunjwa, vimechomwa moto, magari yamechomwa moto. Wale walikuwa wanafanya kazi pale, tuseme ukweli, huyo bosi mwenyewe si atawaambia simameni kwanza, mtakuiteni baadaye? Je, wakisimama nyumbani panaliwa hapaliwi? Aliyesababisha yote haya ni nani? Ni hawa mashaitani. Mungu awalani, la'anahumullah. Wallahi inatia uchungu. Wameharibu mali za watu, nafsi za watu. Kuna watu wapo pahala wamejificha, wao kazi yao kutumia mtandao tu. Lakini nikwambieni kitu, Qur'an sura ya 50, Allah anasema wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Wajaat kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid. Atafufuliwa kila mtu siku ya kiyama. Kullu harful istighraq, nafsun ni nakira, wan nakiratu fidul umuma, yani kila anayeitwa mtu, majini, wanyama, wadudu, wanadamu, tutafufuliwa. Maaha sa'iq, wanadamu tutafufuliwa na majini. Huku nyuma kuna malaika, washahidi, na ushahidi wa ile dhambi uliyokufa nayo hujaleta toba. Kuna wanamume tutafufuliwa siku ya kiyama. Sikilizeni wanaume wenzangu, kuna wanamume tutafufuliwa, una power bank kama 7 za wanawake ambao uliodata nao. Kuna wanawake watafufuliwa, ana USB zinaning'inia, na power bank za kuchajia simu. Wote hao alifanya nao zina. Umeoa ama hujaoa, umeolewa ama hujaolewa, lakini ulizini. Kwa nini? Qur'ani inasema yawma idhin tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idhin yasduru an-nasu ashtata liyuraw a'malahum.
siku ambayo ardhi itasema, wallahi wallahi wallahi, ardhi itasema, ya Rabbi, huyu alisujudu kukusujudia wewe juu ya mgongo wangu. Naona wale hapa mnaswali katika Masjid Dawin au misikiti ya Mbagala au popote pale duniani, wallahi ardhi itakutolea ushahidi. Na kama uliiba simu chooni, ardhi itasema huyu jamaa aliiba simu chooni na akachomoa laini. Uamini haya, subiri ufe. Mtu anafufuliwa, na kuna wengine watafufuliwa shahidi. Yani mtu anafufuliwa amekabwa na mtu alimuua. Mtu anafufuliwa na mtungi wa gesi aliiba. Mtu anafufuliwa ana vioo vya mwendo kasi alivunja. Wallah wallah wallah. Wale mabana baada ya kubanwa sana, dayaqa fil istijwab, fa'tarafa bi annahuma, wale jamaa mwisho wakakiri, i'tarafa, wakakibi, annahuma bi annahuma nasraniyan, kwamba wao ni manasara. Arsalahuma muluku Auruba, wametumwa na viongozi wa Ulaya, linabshi qabri al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ili kufufua, kuchimba na kuondoa kaburi la mtume na kubeba mwili wake ila Auruba silibia, kwenda katika nchi za Ulaya za msalaba, alhaqida, wenye chuki na Waislamu. Fa amara sultan, mfalme baada ya kuwa wamekiri wenyewe kwamba wametumwa, fa amara bi darbi unuqayhima, akaambia hawa jamaa wakatwe shingo, tahta shubak, pale pale chini ya dirisha, alladhi adkhala sildab min taht, pale walipochimbia shimo, pale wakapelekwa. Tungekuwa Madina ningekwambia bwana, njoo pale, ndio jamaa waliondolewa shingo. Mimi nakupeleka. Alhamdulillah. Nimeshatembea maeneo mengi sana ya kihistoria. Nimekwenda Palestine, Israeli mara mbili. Watu wa Kigoma nasema nimekwenda mara Kama kuna mtu wa Kigoma hapa anajua. Bana, amenipa shilingi 300 na yani shilingi 320. Tano. Sawa. Sasa manake kwa mtu wa Kigoma ni harfu min hurufi tawkid. Sawa. Basi nimekwenda Palestine. Mkono wangu utatoa ushahidi siku ya Kiyama, sababu niligusa pahala ambapo mitume walipokuwa wakiwafunga wanyama wao, mitume wa Mungu kabla ya Mtume Muhammad, na mpaka Mtume Muhammad alipomfungia Buraq, mimi nimegusa pale. La ilaha illa Allah. Wao ukienda ukigusa uwanja wa nini wa Chamazi tu hapa, uwanja wa Taifa, unaonekana kama umefika mbinguni. Ushamba tu huo. Hapo. Nimekwenda nimeswali katika mihrabu Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria almihrab wajada indaha rizqa. Nimepiga rakaa 2 nikalainisha vyuma. Aliposwali mtume Zakaria, wewe ushafika? Hujafika? Mimi nimefika. Na kuna watu wengine wanaweza kuwa wabishi. Katika watu wenye matatizo duniani, watu wawili. Kwanza washamba. Siku zote washamba ni wabishi sana. Na mtu ambaye hana taaluma ya chochote. Maana kule kwetu Kigoma, mtu anasema bwana, mimi sijui lakini unishindi. Kigoma shughuli. Sema ikuta mada. Asema bwana, anakushinda. Niachie. Akuachie, unaijua umeanzia wapi? Hawezi kutushinda. Bwana, mimi sijui lakini unidanganye. Si ujui wewe, kwa nini sikudanganye? Hiyo Kigoma hiyo. Sawa. Sasa wale jamaa wakawekwa pale mbele ya watu, wakakatwa vichwa. Sasa mihrabu Zakaria nimefika. Na pahala ambapo Rasulullah sallallahu alipomfunga Buraq, nimeweka mkono wangu na pana kijimnyororo. Ambapo rangi yake
taka kufanana samani imamu wangu, inataka kufanana na rangi ya kanzu ya imamu. Nimeshika pale pahala, nikatoka hapo nikaenda kugusa pahala ambapo mtume aliswalisha mitume. Ile sehemu ipo, nimeswali mimi Hashim Ahmad Rusaganya Muha. Lakini mimi sio mbishi, mshasilimu. Nikaswali pale raka 2. Pahala ambapo mtume aliwaswalisha mitume wapo nyuma, na kuna siku pana foleni, mnasimama foleni. Nikatoka hapo pale ambapo baada ya mtume kuwaswalisha akaondoka na Jibril, wakasimama pale kwenye sahara jiwe, wakaanza kuruka kwenda mbingu ya kwanza. Lile jiwe ndugu zangu liling'oka, jiwe liling'oka namna hii. Lilipong'oka, limeng'oka, farakazahu Jibril biqadami, Jibril akanipiga kwa miguu yake, akaniambia innaki lam tud'a, hujalikwa. Usiende kwenye ukumbi kabla hujapewa kadi. Utaulizwa, nasikia kuna ndugu yetu Muislamu hapa bwana, kuna lete kadi. Bwana ustazi, sasa ustazi mambo gani haya bwana? Rudi huko. Na unakuta kuna walinzi pale. Watu wana roho mbaya. Jiwe ndugu zangu, nyinyi hamjafika, mimi nimefika. Msiwe wabishi. Lile jiwe lilinyanyuka, limeng'oka na Jibril na mtume sallallahu alaihi wasallam, limekwenda kiasi ambacho limefikia usawa kama kwenye feni hapo. Usawa kwenye feni. Lile jiwe halikurudi tena ardhini mpaka leo, chini pako wasi. Na pametengenezwa ni sehemu ya kuswalia. Na ile sehemu mtume na Jibril waliposimama kuruka ipo pale, kwa sababu ni juu ya jiwe, imejengewa kio kama hivi chupa. Watu wanaingiza mikono, na mimi nishaingiza mkono mwanangu mara 2. La ilaha illa Allah. Sasa nikijivuruga madhambi ni yangu mwenyewe, lakini nimeshagusa sehemu tukufu. Sawa? Sasa hizi halafu sivyo tu, nimekwenda kwa mtume Makka alipozaliwa mtume. Ndani ya nyumba nimeingia mara 3. Mara 3 nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mara 3. Nimekaa nyumbani Madina kwa mtume miaka 4 nasoma. Naswali katika msikiti wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku nyingine naswali Qiblatain, siku nyingine Masjid Quba. Nimekwenda Badr ilipopigana vita ya Badr, mpaka nimeliona alipozikwa Abu Jahal mshenzi muhuni yule. Na walipozikwa masahaba kaburi zao na majina yameorodheshwa pale. Badr kuna mlima unaoitwa Jabalul Malaika, mlima siku ile katika vita ya Badr Mungu aliwaletea Waislamu msaada, wakashuka malaika wamevaa nguo nyeupe kwa picha za kibinadamu weupe, wakiwa na mapanga. Walikuwa wanamuondoa mtu mmoja mmoja shingo tu. Sehemu zote nimefika. Nimekwenda Taif alipopigwa mawe mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka pale aliposimama mtume akakaa chini analia, wamempiga mawe watu wa Taif, damu zinamtoka. Pale nimekaa na yale matunda aliyokula mtume kuletewa na Addas, yale matunda mpaka leo ile miti ipo. Waislamu wenzangu, twendeni umra, twendeni Maka na Madina, nikawatoeni mshamba basi. Twendeni, maana nitakupeleka sehemu ambazo huamini, mpaka nitakuonyesha pahala ambapo ngamia wa mtume alipopiga magoti siku na hama kutoka Maka kuja Madina. Mimi nitakuonyesha. Jewe Rusaganya, na nitakwambia hapa ni hapa. Kuna dada mmoja alikuwa anamtukana Mheshimiwa Rais Mama Samia hafadhahullah, Allah amlinde na fitna za hawa watu waovu, Allah amweke salama mpaka amalize muda wake. Kuna dada mmoja alikuwa anamtukana Mama Samia kwa lugha ya Kiha. Hamjapata kumsikia? Anamtukana kwa lugha ya Kiha. Mimi kama Muha mwenzake nilikuwa namsikia. Anamtukana Mama Samia na mwanae Abdul. Wamekukosea nini wewe? Yeye mkobo wanje, yeye mwishiki wanje, wewe ni kijuju.
Tena wewe ni kijuju kabuitunge. Mwenye akishapata ujumbe atajua kwamba huyu muha kweli. Na mimi si watafsiri nimwambia nini? Nishamwambia ni kijuju kabuitunge. Mwenye nishamwambia huyo dada wa Kiha popote pale alipo, Mungu atajua cha kumfanya. Mimi sio mtu mwema kabisa, sio mtu mwema, wala sina ucha Mungu, lakini katika manhaji ya Ahlus Sunna wal Jamaa ni kosa kumtukana kiongozi wa nchi yako. Tumekatazwa. Waislamu mmegeuzwa oya, msiwe oya. Na mnaambiwa sijui tarehe 9 mtaingia barabarani. Jamani, kuulizeni Waislamu wenzangu swali tata kidogo. Hivi mwanaume mwenzio akikwambia oya twenzetu chooni, mwanaume mwenzio mshikaji anambia oya twenzetu chooni, tukafanye nini? Wewe twende tu chooni. Wewe unakwenda tu chooni? Assalamu amani wewe unamwambia twende chooni? Oya tasimuana mwanangu kitawaka hapo. Unaambia mwanaume mwenzako twende chooni. Sasa mitoto hii ya kibongo naambia oya ingia. Wapi? Na ukiingia unaingizwa. Sasa ukiingizwa kuitoa tabu. Na ingieni muone. Ingieni tu. Ingieni tu muone. Sasa hawa mabana wakawa wamechinjwa. Na ile sehemu waliochinjwa ipo. Ile sehemu waliochinjwa ipo, inajulikana. Kwa sababu walikuwa wameshachimba shimo pale ambapo kaburi la Mtume ni kama hapa kwenye kamera hii ya Sana TV. Wao lile shimo kwa chini limeshafika hapa. Ina maana walikuwa wanamfikia Mtume. Wale jamaa walichinjwa mwaka 557 Hijiria. Wakawa wamechinjwa. Yakatokea matukio mengine. Yalitokea matukio mengine. Yote yameandikwa katika hivi vitabu. Hichi kitabu ndugu zangu kinaitwa Adurru Thamin fi Maalimi Dari Rasulil Amin. Kuna visa vitatu vya kumhusu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Halafu kuna hiki kitabu kingine kinaitwa Al-Hujuratu Sharifa, nacho kimesimulia hiki kisa. Na kuna visa vingine humu ndani. Na humu ndani inaelezea wasifu wa kaburi la Mtume na Abu Bakar na Umar mle ndani, sababu walizikwa ndani ya nyumba ya mama Aisha. Kuna nafasi moja imebaki, unaweza ukachimba kaburi mle ndani ya alimozikwa Mtume. Ipo nafasi moja. Ipo hadithi nadhani katika Sunan Ibn Majah kwamba Mtume Isa alayhi salamu atakapokuja atakwenda kuishi Madina na atafia Madina. Isa katika alama kubwa 10 za kiyama haijatoka hata moja. One day insha Allah tutakuja kuelezana moja baada ya moja. Kuna picha ambazo zinakuwa zinatoka kwenye mitandao. Kuna mtoto anazaliwa ana jicho moja hapa. Mmepata kuona kwenye video za WhatsApp kwamba jamani Masihi Dajjal kazaliwa, zile kamba pweza wale mnafungwa pweza. Wewe Masihi Dajjal unadhani mchezo? Sasa atakapotoka Masihi Dajjal, akitokeza tu Masihi Dajjal na Mtume Isa anakuja, na atatokea wapi Masihi Isa alayhi salam? Atatokea Syria. Swala yake ya kwanza ataswali katika msikiti wa Masjidu Bani Muawiya. Masjidul Umawi upo Damascus. Atakuja mzuri sana. Ana nywele kama anaonekana ametoka kuoga, zinatoa maji. Zuri. Watu mle Madina watamshangaa. Watu bani, sikama vile mtu ukiingia pale anasema bani, si ndio shehe fulani yule? Ndio. Sasa Isa akiingia wataanza ndio nini? Kimiwa swala. Watambia sababu watamjua. Ambia swalisha, tambia mimi si swalishi. Nitaswali nyuma ya imamu ambaye ndio amechaguliwa. Kwa hiyo akitokea Isa na Dajjal atatembea dunia nzima
sehemu 2-3 hatofika. Maka Dajjal hatoingia. Masihi Dajjal hatoingia. Njia zote za kuingia mji wa Maka zitakuwa zina malaika wenye panga na wapo kibinadamu. Madina hawatoingia. Ingelikuwa tupo Madina pale Uhud, ningekuonesha wapi Masihi Dajjali atakapotokea. Tulionyeshwa na walimu wetu. Kama tuko pale Uhud, ningekwambia bwana, Masihi Dajjal, jamani, angalieni kule mbele, angalieni alama ile kule. Lakini ndio hivyo. Sawa. Kwa hiyo wakawa wamechinjwa wale jamaa. Baada ya hapo ikawa moja kwa moja, wakati wa msikiti wa Mtume ulikuwa na kuba jeupe. Msikiti wa Mtume ulikuwa na kuba jeupe. Baada ya hapo likabadilishwa likawa kuba la rangi ya kijani mpaka leo. Kuba lile limebadilishwa kutoka kuwa rangi nyeupe kuwa ya kijani mpaka leo. Mpaka leo inaonekana kuna lile kuba. Lile kuba la kijani watu wengi hawajui. Lile kuba la kijani ndio limeinamia kaburi la Mtume sallallahu. Yaani ukiliteremsha lile kuba hivi linakwenda moja kwa moja mpaka kwenye kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama vile watu wengi hawajui Masjidul Aqsa, watu wakiliona lile kuba lile wanadhani ndio Masjidul Aqsa. Hapana. Sio, msifanye ubisha, mjenda, nimeenda. Maana kuna watu wengine ni wabishi hata ndege hajapanda. Bwana, mimi ndege sijapanda lakini unadanganya. Hujafika hata airport. Hata ukimuuliza boarding pass iko boarding si kule kulala kwa wanafunzi kule, boarding pass. Lakini mtu ni mbishi. Hivi nikiwaambia kitu kimoja ndugu zangu, wakati wa mheshimiwa JK, Allah ampe afya njema na ampe baraka katika umri wake, anatukanwa sana. Kaukosea nini? JK kaukosea nini? Na kipindi kilichokuwa maua saa 6, nchi iko hivi, oya kila mtu anatafuta hela, haulizwi mtu hela. Wakati wa JK unajua, lakini wakati wa JK yeye kucheka tu, na alikuwa anasafiri sana. Kumbe anasafiri kwa faida yetu wa Tanzania, si ndio jamani? Na akirudi amerudi na mifuko, anakana wasaidizi wake kwenye meza, na wale anakao nao kugawa zile pesa wanapata allowance, lakini amechukiwa. Sawa. Sasa ilikuwa ni kipindi kizuri sana. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema mtu kama amefanya mema msifieni. Hii airport mpya sasa, tangu Mwenyezi Mungu ameiumba Tanzania, haijawahi kuwepo airport, uwanja wa ndege quality kama huu. Kwa mara ya kwanza serikali ya JK akaja akamalizia mwamba JPM, pana sehemu ya kuswalia kule juu, sehemu ya kuswalia. Waulize wale wanaokwenda kwa ndege, sawa, zile za nje, ipo sehemu imeandikwa prayer room kwa lugha ya Kikoloni, kwa Kiarabu inaitwa musalla, au unaweza ukaita ghurfatus sala, lakini ni musalla. Prayer room, nadhani kuna mabomba 4 ya kutawala pale yapo. Kwa hiyo pale airport ukishindwa kuswali ni wewe, lakini viongozi wa nchi wametekeleza wajibu wao kulingana na imani. Tumeelewana ndugu zangu? Sasa Madina ikawa imepata sasa lile kuba la kijani limejengwa mwaka gani? Mwaka 1233. Mwaka 1233 Hijiria. Hivi sasa nina miaka 900 na ngapi? Fanya 1447 unatoa 1230
1233. Tangu imepita karibuni miaka 214 imepita. Lakini kabla ya hapo Kuba lile lilikuwa ni jeupe. Na yule Nuruddin Zanki baada ya yule jamaa kuchinja akasema kuanzia leo marufuku asiyekuwa Muislamu kuingia Madina na Maka. Ndiyo maana ukipanda gari, acha train, ukipanda gari kwenda Madina ama ukitoka Jeddah airport unakwenda Maka na unatoka Maka kwenda Madina, kuna sehemu kabla ya kufika Madina zimeandikwa njia lilmuslimin li ghairi almuslimin, yani huku wanaingia Waislamu na huku wanakwenda ambao sio Waislamu, kwa sababu ni sehemu ambayo ni sehemu kama vile upo Ilala tu, sawa, kama vile upo Ilala au Tandika huko Temeke Mwembeyanga huko, sawa, upo kama vile Tandale tu huko, sawa, yani huko anaweza kaenda mtu, lakini Maka na Madina hapana. Sasa yakatokea matukio matatu tena, hapa si pahala pake, lakini kuna ambao walitaka kwenda kukojolea. Kuna mtu mmoja alikwenda kukojolea kaburi la Mtume kabla hajafika pale kwenye mimbari ya sasa, mimbari ya Mtume ambapo ndipo wanapohutubia sasa hivi, na kwenye mihrabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kabla hajafika pale, ardhi ilipasuka. Ilipopasuka, yule bwana alipiga kelele, kichwa kilipasuka na tumbo likapasuka na mwili wote ukachanika. Na wale waliokuwepo pale wanamsaidia, ardhi mbele ilipasuka, wakawa wanadidimia, mpaka leo wanakwenda chini ya ardhi. Baada ya hapo kaburi la Mtume mwaka 557 Hijiria likapigwa ukuta wa risasi kuanzia chini mpaka juu, ukuta wa risasi. Sasa hivi msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam mnaswali pale, lakini chini kuna gari zinapita na kuna parking mpaka kwenye vile vyoo vya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maana kuna vyoo vinafika karibuni vyoo 300 au 400 ukienda Maka. Yani unakwenda kwa lifti na unarudi kwa lifti. Ukitaka kupanda kwa miguu hiari yako. Ukitaka lifti yani raha, unakwenda Instagram unapelekwa na lifti. Maana siku hizi lugha ya mjini, yani chooni mtu anakuambia anakwenda TikTok au Instagram. Ukisikia mtu anakuambia bwana anakwenda TikTok, unajua anakwenda chooni. Oya mwanangu subiri kidogo, nakwenda TikTok. TikTok kufanya nini? Nishakwambia anakwenda TikTok, basi unajua anakwenda kushusha mzigo, au sio Mr. TV sana. No. Unajua anakwenda. Kwa hiyo ndugu zangu, hawa chuki yao ilianza tangu wakati wa Mtume mpaka leo. Na ndio maana Qur'ani ikatuambia wama tukhfi suduruhum akbar, chuki dhidi ya Uislamu na Waislamu iliyomo vifuani mwao ni kubwa kuliko hii wanayoionyesha. Sio watu wema. Mtu mwema hataki kuleta fitna. Mtu mwema asisababishe mauaji kwa watu. Mtu mwema asisababishe vurugu kwa watu. Mtu mwema asisababishe mali za watu zikaibiwa. Huyu sio mtu wa Mungu, huyu ni mtu wa mguu. Huyu ni nguu na huyu ni ibilisi. Mwenyezi Mungu atulinde nao. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Allahumma ij'alhum ka'asfin ma'kul. اللهم اجعلهم كعصف معقول. اللهم اجعل قساوسة في التنزاني كعصف معقول. اللهم اجعلهم كعصف معقول. اللهم ارسل عليهم طيرا ابابيل. اللهم ارسل عليهم طيرا ابابيل. اللهم ارسل عليهم طيرا ابابيل اينما كانوا واينما اختفوا واينما جلسوا واينما قعدوا يا رب العالمين. يا رب العالمين. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها
أن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم يومئذ يصدر الناس أشتاتا 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 ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا اللهم اكفنا شرهم اللهم اكفنا كيدهم اللهم اكفنا شرهم اللهم اكفنا كيدهم اللهم اقصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.